Kwa jina naitwa Hamida Idi Shabani, ni mwenyekiti wa shule ya msingi Lutozo palipopatikana katika hili tukio. Mimi nimeamka asubuhi, nilikuwa kwenye biashara zangu za ujasiriamali, napika vitumbua. Kwenye mida ya saa 1:20 mwalimu mkuu akanipigia simu kwa mwenyekiti, kuna tukio hapa katika shule yetu ya msingi Lutozo. Baadaye nimefika kweli kwenye tukio. Kweli tukakuta kwenye hilo shimo kulikuwa na mifuko miwili, na maana kama vile mtu kavikwa, mfuko wa kwanza na wa pili ukashonwa. Ni mwanamke, ni binti, lakini naona kama kwenye umri labda miaka 20, kwa vile uwezo ukamkisia, lakini sio kusema kama ni mtu mzima kama mimi hivi, hapana. Jamii ilikuwa imekusanyikana hapa, kila anayekuja kumtazama hivi amtambue. Imeshindikana kutokana na vile alivyokuwa usoni, macho yamevimba, mdomo, ulimi umetoka. Kwa kweli hakuweza kutambulika kwa mtu yoyote. Tuache jamani kufanyana unyama kama huu. Wote binadamu tumeumbwa, na kila mtu muda wake ukifika atakufa tu, lakini matukio kama haya yaliyojitokea katika shule ya msingi Lutozo yanasikitisha. Kwanza yanaumiza. Sisi binadamu kama jamii, hebu tupendane, tushirikiane, yani tusiuane kinyama. Hiki ni kinyama. Matendo aliyomfanyia huyu binti ni ya unyama. Kwa majina naitwa Madu Kesi Mashaka, mkazi wa maeneo ya Mtakuja Nyegezi. Kwani kwa tathmini ya haraka mwenye umri labda ya 18, yani kuanzia kwenye 18 kuendelea mpaka kwenye 20 avuki pale. Alikuwa amevaa tu kuanzia kiunoni kwenda juu, huku alikuwa utupu. Na maana hata ile sura yake kidogo, macho alikuwa ametobolewa, na maana kumtambua zaidi ni ngumu. Labda kidogo alikuwa amevaa, alikuwa na kigauni ambacho kilikuwa kimekunjwa kwa juu. Halafu alikuwa amesuka. Umeona? Labda kila shule hapa ingelikuwa na walinzi, ingelikuwa ni vyema zaidi, tungepunguza matukio kama haya. Maana mtu kama huyu hawezi akatolewa mbali kuletwa kama mazingira kama haya kuja kudumbukizwa hapa. Umeona? Tofauti na mtu yule ambaye anayetambua mazingira haya na kuwa anaelewa zaidi. Kwa majina naitwa Mwalimu Frederick Simon Joseph, mwalimu mkuu shule ya msingi Lutozo, kata Katoro, halmashauri ya Geita. Ndugu mwandishi wa habari, asubuhi ya leo majira saa 1:15 nilifika hapa shuleni. Wakati shughuli za usafi zikifanyika hapa shuleni, wanafunzi wa darasa la 5 walinipata ofisini baada ya kuja kuona mfuniko wa shimo la choo uko wazi na wameona kiroba cha mtu anaelea. Walifika ofisini kwangu, mimi kushiria mwalimu wa zamu na mwalimu wa taaluma na mwalimu mkuu msaidizi. Tulifika eneo la tukio, tukaona ni kweli, tukamjulisha afisa mkata, afisa mtendaji wa kata, mwenyekiti wa kitongoji kwa hatua za awali. Lakini baadaye pia tutoa taarifa kwa jeshi la polisi ambao walifika wakati idara ya zimamoto na uokoaji walifika kwa hatua za awali. Baada ya kufika shuleni, pamoja na wananchi wote walifika. Baada ya kupata taarifa, walifika eneo la tukio na mwili wakautoa ndani ya shimo la choo kwa ajili ya wananchi kutambua, lakini mpaka hatua za awali hakuna mwananchi yote alifanikiwa kutambua. Naitwa Mapambano Pascal, mwenyekiti wa kitongoji cha Lutozo. Leo kumetokea tukio la mtu ukuta ameuawa na kudumbukizwa kwenye shimo la choo. Mpaka sasa hatua tulionayo ni kumzika. Madaktari wamefika, polisi wamefika, na jamii kwa maana ya kumtambua ni bado hajatambulika. Kwa hiyo harakati tulizonazo sasa ni kwenda Malaroni kwa maana ya mazishi. Rai yangu kwa wananchi na kwa niaba pia ya wananchi, tuendelee kushirikiana kwenye majukumu haya ya kupeleleza, ya kutoa matangazo. Kama kuna mtu amepotelewa na ndugu, afike kwenye ofisi zetu ama kituo cha polisi kwa mawasiliano zaidi, kwa sababu hata hivyo hatuna taarifa na mtu aliyepotea. Lakini tunatoa wito tuendelee kushirikiana kwenye matangazo
kupashana habari, na tutafanya hivyo pia kwenye mikutano yetu ya hadhara. Kumekuwa na tabia za watu wanafika kwenye mtaa hawaji kujiandikisha kwenye daftari la mkaazi. Nategemea pia kufanya mikutano kabambe ya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na operation kufahamiana. Operation kufahamiana majirani itaendelea, lakini pia nitoe wito kwa wananchi, endapo wataona watu wenye vitendo vya kufanana na ukatili watoe taarifa mapema, ili tuweze kukusanya taarifa na vyombo vya habari viweze kuwajibika.